Kwa majina naitwa Christina Patrice. Sisi ni wapangaji wa nyumba iliyoungua. Nilichosikia mimi ni kishindo kama mtungi wa gesi umelipuka. Baada ya kutoka nje nafika hapo mbele nikakuta chumba cha jirani yangu kimeteketea chote. Ndio tukatoka nje, hatujaokoa kitu hata kimoja. Kwa hiyo tunahitaji msaada wenu. Chanzo sijajua, maana mimi nilisikia ni kitu kimelipuka kama mtungi wa gesi umelipuka. Sasa hapo sijaelewa chanzo imeanzia ni kwenye shoti au ni maana mpaka mtungi unalipuka ni kwamba nyumba ilikuwa imeshashika moto. Mimi naitwa Esther Alex. Sisi tumezurika kwa vitu. Hatujazurika wote, tumetoka nje. Hamna, ni vitu vya ndani vyote. Sisi tumetoka kama tulivyo. Kwa mtu hamna alozurika hata moja. Chanzo cha moto umetoka kwenye chumba cha pili. Kwa sababu mimi ninavyotoka ndani moto ulishatapaka kwenye chumba cha pili kabla ya vyumba vingine. Hicho chumba kinafungwa, hawalalagi kwenye hicho chumba. Ndio kumuita mama ambaye tumefuata sema, "Abu toka ndani, moto bwana umewaka." Ndio huyu mama akakimbia kutoka ndani na kukimbia nje. Maana tukuweza hata kusaidia kitu chochote. Nyumba ambayo naishi ndio imepata maafa kutoka chumba ninachoishi chumba cha 3. Kilichoharibika hapa ni samani tu za ndani zote. Na hela ilikuwa ndani kama samani ya 240,000. Ndio hela iliyoharibikia ndani, na chumba cha pili nilikuwa ni kitanda, kabati, kochi, jiko la pleti 2 na vyombo vyake vyote, na mpaka sasa hivi sijapata ufumbuzi wa kwa kitu chochote mpaka sasa hivi. Sijui hata Mungu ataelekea wapi kwa muda huu. Kwa jina naitwa Ramadhani Omar Saidi, mkazi wa Majengo Mapya. Kilichonifanya nije hapa ni kuja kushuhudia tukio la moto kutoka Majengo Mapya mpaka hapa maeneo ya Maisaka. Baadhi na mimi mtaa huu kuna ndugu yangu anaishi hapa, kuja kuangalia kuta sio ndugu yangu anayekaa maeneo haya. Ni mtaa wa pili. Wito unaotoa ni kuwa tu waangalifu kwenye vyumba vyao huko, unapohakikisha unapotoka na kuingia hakikisha umepaacha salamu. Haya mambo ya kuangalia kuchajisha simu, mambo ya redio, hakikisha vitu vyako tu unaviacha off, kila kitu na hakikisha pako salama. Mimi naitwa Ramadhani Isa Zuberi. Mimi cha kuwashauri wawe na matumizi mazuri, pia wazingatie na kufunga gesi, maana na gesi pia sio nzuri. Mimi nimeshuhudia huu moto, tena kuna ndugu zangu hapo, nimeumia sana. Kwa majina naitwa Mrakibu Msaidizi Emmanuel Kibona, ni afisa operation Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoa wa Manyara. Na tulipata taarifa hiyo ya tukio majira ya saa 6:04 na tuliweza kutumia takriban dakika 5 kufika hapa. Tukafika hapa kwenye around saa 6:09. Kwa uhalisia ni tukio la moto ambalo ilikuwa linahusisha nyumba ya wapangaji ambayo ilikuwa na jumla ya vyumba 17 na ikimilikiwa na Bwana Waziri Omari ambaye kwa sasa ni marehemu. Lakini kiuhalisia tukio hili la moto tuliweza kulikuta liko katika hatua kitaalamu tunasema hatua ya pili, tukimaanisha ni hatua inaitwa gloss, ambayo ni inatoka gloss kwenda kwenye full development, ambapo kila kitu kwenye nyumba kilikuwa kinaonekana kimeshafika hatua ya kwamba moto umesambaa kutoka eneo moja kwenda eneo lingine. Na sisi kama Jeshi la Zimamoto na Uokoaji tukaweza kufanya hatua zote za kuweza kukabili moto huu. Kama tunavyoona nyumba yetu, hii nyumba ilikuwa imezingirwa na nyumba nyingine ambazo ziko katika mtaa huu wa Maisaka B, lakini kama Jeshi la Zimamoto na Uokoaji tumeweza kukabiliana na mpaka sasa hivi tuko hatua ya mwisho, tunaita hatua ya dumping down. Tuna ucontrol ule moto wa mwisho ambao ukaweza kuignite tena na kuweza kusababisha madhara zaidi. Kwa hiyo kwa hatua kwenye swala kubwa la uzimaji moto tuko 95%, na hizi 5% ni kwa ajili ya taratibu za dumping down au kumalizia moto midogo ambayo bado inakuwa inajitokeza kwa muda. Kutokana na kazi yetu ya Jeshi la Zimamoto na Uokoaji, lazima tuhakikishe eneo liwe salama. Sababu tukio hili lilikuja kwa namba ya dharura, tuliweza kuipokea kwa 114 na pia watu waliweza kufika ofisini moja kwa moja. Kwa hiyo kiuhalisia mapokezi ya namba 114 sio mabaya, na kikubwa tunaweza kusema namba yetu sisi inapatikana muda wote. Lakini kupitia kazi hiyo ya kuzima moto na kuokoa maisha na mali, lazima watu wawe na kinga na tahadhari katika maeneo yao, ili tukio linapotokea waweze kuchukua hatua za awali kwa hatua ambayo tunasema
ni hatua ya mwanzo ambayo inaweza kufanya mali zao zikawa salama, wakawa na vifaa vya awali ambavyo tunavita fire extinguishers na miundombinu mingine yote ya kuweza kuzima moto ambayo kitaalamu tunaita fixed installation firefighting system, na vizimia moto ambavyo vinabebeka, portable fire extinguisher na movable firefighting system. Kwa hatua ya awali kama Jeshi la Zimamoto na Uokoaji tumeweza kufika eneo la tukio na kuweza kuwasiliana na kuwahoji wale wapangaji wa kwenye hii nyumba yetu ambayo iko mbele, na mpaka sasa hivi tunaendelea na uchunguzi na ni hatua ya mwanzo tu, tumeweza kupata taarifa zao, lakini uchunguzi zaidi unaendelea kwa kuwa baada ya tukio hili la moto Jeshi la Zimamoto na Uokoaji tunaingia kwenye hatua nyingine ya kufanya uchunguzi. Kwa hiyo kwa sasa hivi naweza kutoa tu taarifa ya awali kwamba moto tumeudhibiti kwa 100%, lakini kwa upande wa uchunguzi bado unaendelea, na kwa taarifa kamili ya uchunguzi tutaitoa baada ya kukamilisha uchunguzi.